Taarifa hiyo. Kwengineko, jamii ya Kanginga, kaunti ya Embu, imejawa na huzuni na wasiwasi baada ya mwili wa mama mwenye umri wa miaka 35 kupatikana katika mto Thusi siku kadhaa baada ya kutoweka. Tukio hili la kushtua limeibua maswali mengi na kuongeza shinikizo kwa uchunguzi wa kina, huku wakazi wakihimiza hatua za dharura kurejesha usalama. Inaonekana hiyo mwili, hiyo maandamu anaonekana inakaa ni kama kuuawa, aliuawa juu amefungwa, anaonekana amefungwa shingo na inaonekana kama ni petticoats, ile kamisi inaonekana alikuwa amefungwa shingo. Wakazi wa kijiji cha Kanginga bado wako katika huzuni na mshangao baada ya mwili wa Catherine Muthoni aliyeripotiwa kupotea Oktoba 12 alipokuwa akichunga mifugo kupatikana katika mto Thusi. Polisi ambao waliendesha msako kwa siku kadhaa walisema ugunduzi wa mwili huo umechochea msukumo mpya wa uchunguzi ili kubaini kilichotokea. Tunaomba serikali ifanye uchunguzi. Chifu wa eneo la Kieni Mashariki John Kareko alisema mwili wa Muthoni ulipatikana baada ya mumewe kutoa taarifa ya kutoweka kwake. Alitoa wito kwa wakazi kuwa waangalifu na akasisitiza kuwa yeyote atakayepatikana kuhusika atachukuliwa hatua kali za kisheria. Catherine Muthoni alikuwa ameripotiwa kwa ofisi yangu mwezi mmoja uliopita ya kwamba alipotea na bwana yake. Waliachana, akaenda kutafuta nyasi huko kwa hiyo mto, na wakati alipotea alikuja kwa ofisi na akaripoti kupitia Kigumo Police Post ya kwamba bibi yake hakurudi na hapatikani. So baada ya mwezi mmoja ndio tumegundua kwamba ni yeye alirushwa huko kwa mto na amepatikana na majeraha, amepatikana akiwa amefungwa na kamba kwa shingo, kumaanisha ni kwamba ni aliuawa. Mzee wa kijiji Elkana Nyaga alitaka uchunguzi wa haraka na wa kina ili kubaini waliohusika na kifo hicho, akisema jamii iko na hofu na inahitaji majibu ya wazi ili kurejesha hali ya utulivu. Na sasa sisi tumeshangaa sana, juu hatujawahi sikia mambo kama hiyo hapa tena. Kwa hivyo tungeomba serikali, sababu tunaona hiyo mtu ni kama kuuawa, aliuawa juu alikuwa ndani ya pango mtoni na alikuwa ameshikiliwa na mti kidogo. Tunaomba serikali ifanye uchunguzi ndio wale walifanya hiyo kitendo wapatikane. Kiongozi wa vijana wa eneo hilo Eric Mugendi alisisitiza umuhimu wa haki kutendeka, akihimiza serikali kuongeza usalama na kuhakikisha matukio kama haya hayajajirudia. Tunataka justice kwa hiyo in-law family, so we need justice as family, ndio at least tuwe na roho yetu zimeridhika. Juu hata kwa saa hii tumekaa muda kubwa kama serikali hawaanza kuja, mtu sisi dano kupotea. Kwa hivyo we need justice, na serikali watu wakipotea namna hiyo wachukue dharura, ndio hii mambo iwe rahisi. Binadamu wasiwe na uoga wakienda kwa kazi zao. Serikali kazi yao ni kuchunga raia. Kwa hivyo kama raia amepotea, serikali jukumu yenu kubwa ni kuchunga raia. Jamii ya Kanginga sasa inasubiri matokeo ya uchunguzi huku ikitaka hatua za dharura kutoka kwa mamlaka husika ili kuimarisha usalama na kuhakikisha waliotenda jinai hii wanawajibishwa. So we need justice as family. Edna Nerea, Runinga ya KU, Nairobi.